kaunti ya Meru katika mji mkuu wa Meru, ambapo kama unavyoangalia upande wangu wa nyuma shughuli zinaendelea kama kawaida katika mji huu wa Meru baada ya kuwepo fununu kuwa kutakuwa na maandamano ya Gen Z kuwakumbuka wale ambao waliweza kuaga dunia katika maandamano ya mwaka 2024. Na kikubwa ni kwamba niko na hapa na kamanda wa polisi Menti Kaskazini ambaye nikataka kuzungumza naye tuelezee labda kutokana pia na kile ambacho tumeweza kukitazama upande wa makutano, hali imedhibitiwa, hali kwa sasa iko namna gani? Nashukuru sana. Mimi ni kamanda wa kaunti ndogo ya Imenti North, na vile mnaweza shuhudia sababu nimeona mkitembea, hali ya utulivu inaendelea. Tumetembea pembe zote saa hii mji wa Meru, kuanzia Ngitimbili hapa town katikati, Kakoromoni, Makutano, Kinoru, hali ni swari. Ijapokuwa asubuhi tulipata ngenge la watu kama 5 wenye walikuwa wanajiandaa wakiwa na mabango ya kuandamana. Wote tumeshika na wako ndani. Nataka nichukue jukumu hili wahakikishe wakaaji wa Meru tutadhibiti. Tumefanya ile tunaita deployment ile ya kisawasawa. Wananchi waendelea na shughuli zao, tutahakikisha utulivu. Maosi wangu wote, hakuna mwenye amepata ilani ya kuandamana. Kwa hivyo maandamano yoyote kwa hii mji si ya halali na hatutakubali. Asanteni. Kuna wale wangetaka kufahamu kuhusiana pia na walali wa maandamano haya, wanasema labda ni kumbukumbu, waandamane kwa amani, labda inakubalika hilo? Ni sawa, kwa amani inakubalika, lakini nimesema kuwa hakuna ilani imewakilishwa kwa wale maofisa wanasimamia station. Hatujapata, lakini kama kutakuwa na watu wako na amani, hatuna shida. Tuko tayari kuwalinda. Shukrani. Asante sana. Kamanda wa polisi hapa naweza kuzungumza naye, anatuelezea kwamba tayari wameweza kuwakamata zaidi ya watu 5 ambao wameweza kukamata kutokana pia na shughuli nzima ambao inaendelea kwa sasa. Labda nitaweza kuzungumza na mmoja wa kijana hapa, labda tuelezee kama nyinyi wakazi kutoka upande wa Kakoromone, tumeona pale kuhusiana pia na mnafanya biashara ya nafaka pale, labda nyinyi upande huo mnajiandaa kivipi kuhusiana pia na shughuli zenu zinaendelea kama kawaida? Sisi huko Kakoromone tunaendelea sawa sawa na hakuna shinda yoyote, kwa sababu hata security tuko nao na tunaona wabiashara wamefungua. Kwa hivyo sisi hata tunafurahi kwa sababu ya serikali inatulinda, na tena nikashukuru kwa sababu ya hawa vijana ukubali mgomo ishe. Sisi tunakubali kwa sababu nchi yetu tunataka iendelee na ikue, kwa sababu tukiendelea kila wakati na migomo tutaendelea kuisha, na kwa sababu uchumi umeinama, tunaomba tu vijana wetu wavumilie mpaka mambo yawe mazuri. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Kama unavyoangalia upande wangu, labda unaweza tuelezea wewe kwa maoni yako, unahisi labda leo shughuli kama za zile ambazo ulikuwa umerauka kuzifanya umezifanya kama kawaida? Ya kwanza nataka kushukuru upande wa security. Juu kuanzia asubuhi biashara zimefunguliwa vizuri, kila kitu inaendelea mzuri, wananchi hawana shida, wameanza kufungua makazi. Juu sasa ile kitu ilikuwa na shida ni wale watu labda kidogo, na watu wameona hakuna maandamano, sasa kila mtu amekuwa amejitayarisha kufungua kazi. Sisi hatuna shida na kazi inaendelea vizuri. Shukran tena sana. Tuliweza kutembea upande wa makutano na kama unavyotazama upande huu wa makutano hali imeweza kuendelea kama kawaida, biashara zimefunguliwa kama kawaida, ni hali tu ya kawaida. Ulinzi umeweza kuwekwa na maafisa wa kuweka doria ili angalau shughuli za kawaida ziweze kurejea katika eneo hili, na kikubwa ni kwamba kama ulivyosikia kutoka kwa kamanda mdogo wa polisi Menti Kaskazini, ametoa ilani kwamba hakuna ile taarifa ameweza kupata kuhusiana pia na wale ambao wanataka kufanya maandamano siku ya leo. Kutoka hapa kaunti ya Meru, katika mji wa Meru, jina langu ni John Java Kiania. Tarejesha kwako Andrin Kilemi kwa mengi zaidi. Naam, asante sana John Java Kiania, mwandishi wetu wa gatuzi hilo la Meru. Huko pia mtazamaji, unavyoona ni kwamba hali ya utulivu inashuhudiwa, na tutakuwa tunazidi kupiga darubini kaunti hiyo kuona iwapo hali itabadilika au itasalia vivyo hivyo. Kwenye kiwambo chako mtazamaji ni picha za moja kwa moja kutoka kwenye barabara
kuu ya Thika kuelekea Nairobi. Unavyoona ni kwamba leo barabara ambayo kwa kawaida ushuhudia wingi wa magari leo imesalia bila magari, ishara kwamba wengi wa wananchi wamesalia makwao kwa hofu kwamba huenda wakapatikana kwenye vurugu za maandamano, na baadhi yao pia wakisalia kufuatilia taarifa hizi kupitia njia nyinginezo kama vile runinga ya TV47. Sasa tuelekee katika kaunti ya Murang'a pia tuone hali iko vipi, na tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Robert Gakure kwa mengi zaidi. Gakure. Na asante sana Andrin Kilemi, na ni kweli kabisa kuwa hapa katika mtaa wa Keno ambao ndio kiingilio cha kaunti ya Murang'a, hali ya kawaida inaendelea, biashara zinaendelea, ingawa si watu wengi ambao wameweza kufungua biashara zao hii leo kwa kuhofia kuwa wanaweza ama mali zao zinaweza kuporwa, tukikumbuka kuwa kwenye maandamano yaliyokuwa yamefanyika hivi majuzi, kaunti ya Murang'a ilikuwa mojawapo ya kaunti ambazo maandamano haya yalikuwa yamejawa na wahuni na vile uporaji wa mali, na hii leo wanabiashara wanahofia kuwa biashara zao zinaweza kuporwa. Kwa hivyo sio wengi ambao wameweza kufungua biashara zao. Hata hivyo kuna wale ambao wameweza kufungua biashara kwani wanajua kuwa hii leo